Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Muziki wa kizazi kipya unajulikana sana kama Bongo Flava nchini Tanzania. Ni aina ya muziki wa kisasa unaotokana na mchanganyiko wa midundo ya asili ya Kiafrika, yani hip hop, R&B pamoja na reggae. Muziki huu unalenga zaidi vijana, ukibeba maudhui ya maisha kila siku, mapenzi pamoja na changamoto za kijamii. Sifa muhimu za muziki huu wa kizazi kipya ni mchanganyiko wa midundo. Unajumuisha elementi za rap, yani kufoka, uimbaji wa sauti yani R&B au solo, pamoja na midundo ya kisasa. Muziki huu pia wa kizazi kipya unahusisha lugha. Hutumia Kiswahili cha kawaida au lugha ya mtaani kinachoeleweka kwa urahisi. Muziki wa kizazi kipya pia unahusisha uzalishaji wa kisasa. Hutumia teknolojia ya kompyuta kutengeneza midundo au beats. Pia muziki wa kizazi kipya unahusisha maudhui huakisi maisha ya vijana, mapenzi, mafanikio na matatizo ya kijamii. Lakini pia muziki wa kizazi kipya unahusisha wasanii, wanamuziki chipukizi na wakongwe kama vile Prince, Dully Sykes wanatajwa kuibua na kukuza mtindo huu. Ili muziki wa kizazi kipya yani Bongo Flava uweze kudumu kwa muda mrefu na kuendeleza mafanikio yake kitaifa na kimataifa, mambo yafuatayo yanapaswa kufanywa. Moja ni kuzingatia ubora wa maudhui. Wasanii wanapaswa kuandika nyimbo zenye ujumbe wenye tija, hadithi zinazogusa maisha halisi ya jamii na kuepuka utamaduni wa nyimbo za muda mfupi. Mbili ni kuzingatia ubunifu wa ala za muziki, kupunguza utegemezi wa kompyuta na kuingiza matumizi ya ala halisi za muziki ili kutoa maudhui bora na ya kipekee. Tatu ni usimamizi bora wa mikataba mizuri. Wasanii wanahitaji usimamizi mzuri kutoka kwa mameneja wenye weledi na wanaoelewa biashara ya muziki, mikataba ya kurekodi na haki miliki ili kuepuka unyonyaji na kusambaratika kwa vikundi. Nne ni kusambaza muziki katika platform mbalimbali, kutumia majukwaa ya kimataifa kama vile Spotify, Apple Music pamoja na mdundo.com kwa ufanisi ili kuongeza kipato na kuufikisha muziki mbali zaidi nje ya mipaka ya Tanzania. Tano ni kufanya kolabo za kimataifa, kushirikiana na wasanii wakubwa kutoka nchi nyingine barani Afrika pamoja na duniani kote ili kupanua soko na kujifunza mbinu mpya za uzalishaji. Hii itaufanya muziki huu kufika mbali na kudumu kwa muda mrefu. Sita ni uwekezaji katika elimu ya muziki. Wasanii na watayarishaji yani producers wanapaswa kupata mafunzo endelevu ya kiufundi, kiuandishi na biashara ya muziki ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Saba ni kudumisha nidhamu na heshima kwa mashabiki. Wasanii hudumisha uhusiano mwema na mashabiki wao, ambapo ndio nguzo kuu ya umaarufu wao kwa kufanya maonyesho bora na kujitolea katika jamii. Nane ni ulinzi wa haki miliki. Serikali na KOSOTA wanapaswa kuimarisha sheria ya haki miliki ili wasanii wanufaike kiuchumi na kazi zao na kuondoa uharamia wa muziki. Tisa ni kuibua utofauti wa miondoko. Wasanii wasiige mtindo mmoja, bali wabuni miondoko mipya inayochanganya asili ya Kitanzania na utamaduni wa kisasa ili kuleta ladha tofauti zaidi ya muziki. 10 ni uwekezaji katika video na picha. Kuwekeza katika utayarishaji wa video bora za muziki zinazoendana na kiwango cha kimataifa ili kuvutia watazamaji wengi kwenye YouTube pamoja na TV za muziki. Ukiyazingatia hayo, basi moja kwa moja muziki wa kizazi kipya utadumu muda mrefu kama ambavyo muziki wa zilipendwa unavyoendelea kufanya vizuri hadi sasa, licha ya kwamba teknolojia ambayo ilitumika kipindi hicho ilikuwa ni ndogo. Karibu na endelea kuona Kiko Media.